Haleluya. Furaha iko. Kafurahi kuna shangilia. Amena. Na mbele tuanze, nashukuru Mungu ambaye ametulinda, ambaye ametuchunga, ambaye ametufikisha hapa kwa maana salama, tunasema merci sana. Tena tunashukuru baraza la wazee ambao wametukubali leo na sisi tuwe mbele zenu, na Mungu awabariki. Tena tunashukuru nyinyi ambao umefika, wazazi mtu kutusikiliza, nao Mungu awabariki vile vile. Na wengine tunashukuru walimu Ecojim ambao wanatufundisha leo hata kesho na kesho yake, nao vile vile Mungu awatie nguvu na wabariki. Kwa majina menjo Joseph Lamira, na niko mtoto wa Pastor John kama haiko ansalimia mkutano. Na mama Sela ansalimia mkutano. Amena. Na mbele tuendeleshe mengine, niko tu na kadisi kakidogo kendaeleza avant ningie ndani ya somo letu. Na kichwa hadisi yetu ni mama mkaripie mtoto. Amena. Kulikuwa kama mama moja alikuwa na mtoto wake. Chole mtoto kwa lendaka akenda iba. Kuiba sukari, akarudia kwa nyumba, akaibia mamake. Mamake asema akamwambia, "Merci mtoto wangu kwa juu mtosha mbali, Mungu akubariki." Tena tura pili mtoto kaenda vile vile akaiba sukari. Tena karudia, mara akamwambia, "Merci Mungu akubariki sana." Tena vile vile mtoto akaenda akazoea vile, nikakuwa bitidi yake. Kia fika wakati mwa hivi mtoto akaenda iba. Kule kwa lenda iba, mara bakambana sasa. Juu abansemase pesi kwa mwezi ni 40. Akaenda iba, kwa menda iba balikuwa shamkalkile. Kisha apres pale bakasema umwezi mara hautamachia hewa, juasha tusumbua sana, ifo tunamuua, tunamtundika. Sasa wale wa mustade bamtundike. Ule mtoto akasema, "Mbele mtundike kwanza, niko na neno yenye nilifanya lombe nyie mnisaidie kwanza kwayo." Akasema, "Sawa, neno hii." Kisha ule mtu akasema, "Hapo kwa mamangu, nitafuta tu mlaga avani kufe, nimwambie neno wa mwisho." Chikamwambia, "Sawa, wende tu hivi umetulomba neno." Akaenda kwa mamake iko. Kisha kufika kwa mamake iko, kusema ampatie busu, akaloma litikio. Sawa. Kuloma litikio wakaona damu naanza mwangika. Bale watu walikuwa pembeni wakasema, "Eski aye tu mtu damu na mwangika biko aye?" Asem mamake mtoto ameluma mamake litikio. Watu wa pembeni bakashangala. Asem aye tu wale mamake litikio na nimfanya zambi alikuwa tuiba, imekuwa aye aluma mamake litikio. Shabikaendelea vile wakamuliza, "Tuambie jua nini waluma mamako litikio?" Akasema, "Leo niko hivi, juu mamangu alikuwa kanishaurie. Alikuwa na mimi naiba, ananiacha. Pale anitombokea aniambie, hii njia na mbaya uiache." Anasema, "Merci, Mungu akubariki." Na pale ndio tunashamjua hadithi yetu, Mungu awabariki. Amena. Na bila ukawia tusoma vitabu viine, lakini mvile viine tusoma 2 na tunasimama na 2 na tunaikala. Tusimame. Na tutaanza ku Mezali 22 ile mstari wake wa Mezali 22 ile mstari wake 15. Ndio tunaanzia, na kisha pale tunaenda ku Mezali 13:24. Tuanzie ku Mezali 13:24. Tusome kwa jina la Yesu. "Mwana mwenye hekima husikia mafundisho ya babaye, bali mwenye dharau hasikilize maonyo." Amena. Na wengine utasoma mu Mezali ya 2:22 ile mstari wake wa 15.
Tusome kwa jina la Yesu. Upumbavu umefungwa ndani ya moyo wa watoto, bali fimbo ya adhabu itafukuza mbali. Tuikae. Na ingine tutasoma ndani ya Mezali 10 ile mstari wake wa kwanza. Tusome kwa jina la Yesu. Mwana mwenye hekima huleta furaha kwa jamaa yake, lakini mwana mpumbavu huleta huzuni kwa mama yake. Na ingine ya mwisho utasoma ni Marko 10, tutaanzia kule mstari wa 13 mpaka 14. Tusome kwa jina la Yesu. Watu walikuwa wakimletea Yesu watoto wadogo ili awaguse, lakini wanafunzi wake wakawakemea. 14. Yesu alipoona aliyokuwa hakitukia, akichukizwa sana, akawaambia wanafunzi wake, waacheni watoto wadogo waje kwangu, wala msiwazuie, kwa maana ufalme wa Mungu ni wao walio kama hao. Amena. Na somo letu ambalo tulipata leo ni mtoto mwenye kuadhibishwa ni faida kwa jamaa na inji. Mwivi tumesoma vitabu 4, banatuambia juu tu ya mtoto. Ndio mtoto naye ni lazima, si ndio? Naye ni lazima juu kusema wamtia Biblia, naye tu ni lazima maisha. Na ndani ya hii somo letu tutaongelea juu ya pointi 4. Na pointi ya kwanza ambayo tutaongelea leo ni ufafanuzi. Yaani tutafafanua mamombe majina ambazo zinapatikana ndani ya somo letu. Na utaanzia kumtoto. Juu banatuambia mtoto mwenye kuadhibishwa ni faida kwa jamaa na inji. Amena. Na utaanzia kumtoto. Mtoto selon loi congolaise, mtoto ni mtu ambaye hajafikia au hajaeneza 18. Au mtoto ni mtu ambaye angali anadependre na wazazi. Njoo pale yenye sisi tunajua kisi mtoto iko. Donc kama angali na 17, 16 kushuka, ndio tungali mtoto. Na pale tutaangalia Mezali 23 ile mstari wake wa 13. Pale njoo banatuambia juu ya mzazi usimunyime mtoto fimbo. Juu kumpiga hata kufa. Asa nitakwambia tu mzazi hapa, kama watu wako wapige fimbo, tangu leo kama mapiga. Uko na mapiga, sako mkosa. Amena. Donc, sani banfa kosa na mapiga. Me. Kai kosa unabacha. Kwambia sasa ana kosa unampiga. Me hapana. Sako mkosa ilifona mpiga. Jukumpiga hata kufa. Me lakini taambia tu uko kina fimbo zenyezo wa mtu. Juu kwa mfano uone mzazi antola chevro njoo abikisha mtoto. Mara atanya peke muniseme. Ae tu mtoto atakomala ae tu. Asa wewe parent atakwambia tu mbele upige mtoto wako uko naona fimbo ya unatafuta kumpigisha. Eske fimbo nikampiga atavunjika, atalumia, eske atakufa. Amena. Na ngine ya pili ambayo tutafafanua leo ni kuadhibisha au maadhibisho. Maadhibisho ni kupatia mtu mashauri ambayo itasaidia mtu ndani ya maisha yake ya kila siku. Hao wenye haitamsaidia. Juu kuko namna mbili ya maadhibisho. Kuna maadhibisho ambayo yanasaidia mtu maisha na maadhibisho ambayo haisaidii mtu. Amena. Na pale nitaka tuambia wazazi, surtout wa mama. Ils font juu basemaka aseme sasa vile mtoto anaribika. Nani unafataka? Joani afate baba. Asante ambia Joani afate baba. Baba amfatake juu anaenda asubuhi, anarudia magharibi,
hata veye kwa education ya watoto. Mama yeye journée yote iko nabo, ndio maana mtoto akiharibika banamfuataka sana mama. Na ndio maana nitakwambia tu mama, ukue nguvu ndani ya kazi, naombe Mungu akupatie maneno ya Amen. Na pale nilisema gisi kuna namna mbili ya kuadhibisha. Na ya kwanza ni kuadhibisha ambayo inajenga, na ya pili ni kuadhibisha ambayo inabomoa. Ndaanzia kuadhibisha ambayo inajenga au kuadhibisha ya kujenga. Kuadhibisha ya kujenga safdika mtu banakupatia maadhibisho ambayo itakusaidia maisha. Kwa mfano wanakuambia kunywa pombe ni mbaya. Pale utenda unakomaa unajua, leo ni kunywa pombe ndenda niko na nafanya maisha yangu mbaya, na vile utakomala mwile mashauri, na ile mashauri itakusaidia. Nitaka tu question moja. Tukurudia nyuma zamani tukamata mtoto wa zamani, njoo mama yetu, baba yetu, njoo watu wa zamani. Zamani ukaona mtoto mgeni afika mnyumba, mtoto atampokea aje? Anampokea na madabu za mingi, donc na respect. Leo sasa kuta mtoto wa vile wapi? Mtoto ona mgeni afika mnyumba, kasango chance au anakuta telefone. Na ile watoto ile kutabia ya mzuri, kama nafanya vile mtoto moko hapa, uanze jirekebishe. Kule mbele utenda regret, unasema Mungu wewe ningeliwaka hata kama siko hivi. Na pale utangalia Mezali 12 ile mstari wa 6. Pale njoo banatuambia mulea mtoto katika njia impasayo, hata atakapokuwa mzee hata isahau. Donc njia yenye unaambia mtoto wako fuata hii, njoo utakumana ndani. Ukanya mzuri vile vile, kana mbaya vile vile. Ukimwambia kuiba ni mzuri vile vile utakumana liwa, ndio kinyo wanaambia ni kama mzuri tu nikifate. Na pale ni wazazi wako na chagua mashauri yenye watapatia watoto wao. Na nyingine ya pili ambayo nilipata ni kuadhibisha ambayo inabomoa. Yani ni kupatia mtu mashauri yenye haitamsaidia maisha. Kwa mfano mtu anamwambia kulewa ni mzuri, pale atakomana yua, ndio nikilewa ni bien sana. Juu kinaambia leo mtoto ndio kinatafuta. Amen. Kwa mfano anamwambia kufaki ni mzuri, vile vile atafuata. Na nitapata tu mfano mmoja. Tutwale mfano ya Samson alowa bibi mwenye wao balimkatazaka. Ase huyu bibi usimuoe, akusikiaka. Ndio kule mbele kaenda sa regrete. Na tukamate tena mfano ya Samson tu. Pale kwenye alikuwa Delila akamwambia, "Pardon tu ninaonesha nguvu zako kwa zinatokeaka." Unajua nitamwambia tu ke sasa shetani anataka kuiba zamu. Anakuya pole mukarismi ya mingi. Anajua giza ukiwa mbio utamdekuvrir na vitu vinaharibika. Joma santa tu kufuata anakuwa tu pole akubani. Na pale Delila Samson akamwambia aseme nguvu zangu ziko mnywele. Pale Samson alikuwa kadija ameharibisha Mungu, alimwambia kule mbele Mungu alimwambia aseme usambiake mtu hii siri, mesa yeye aenda sema. Na pale ile mashauri alimfalia kitu. Kule mbele baba mtoto amecho na vitu bikaribika. Na nyingine ambayo utafanua leo ni faida. Faida ni matokeo ya kitu fulani. Doke kikuwe kya mubaya kwa mzuri, bila tutapata ndio matokeo. Kwa mfano mtaenda uzisha shaile yenye ana profite. Ndio yenye banaita faida. Yani faida ni matokeo ya kitu fulani. Na bao tangalia kuna namna mbili
ya faida, au kuna tuseme kuna namna mbili ya faida, na kuna faida moja yenye mzuri na nyingine na mbaya. Ndaanzia kwa faida ya mzuri. Maana faida mzuri ni faida tunapata vitu vya Mungu anafurahi. Kwa mfano mtu anaenda uzisha, bila unauzisha akubiba, akutoa fasi kwa mtu ajue ulibirangura. Shaile benefits ndio nataka faida mkiswahili. Na pale ni faida ya Mungu anafurahia. Au kwa mfano mtu anaenda ubiri, ule kwa anaenda ubiri bampatia kado ya Biblia, kado ya nini? Ile faida ya mzuri. Na faida mbaya, kwa mfano mtu anaenda zini, sasa kule kwenda zini anatoka magonjwa. Zembi nao ni faida. No ni faida, mimi faida sasa ya mbaya yenye Mungu afurahie. Na pale tutakamata mfano tena ya Samson. Samson naye faida yake ilikuwa ya mzuri au mbaya? Ya mbaya. Jum mashauri yenye Delila anapatiaka alisikiaka ushapo na mbaya. Na pale tena tutaangalia ya mwisho ni jamaa. Jamaa na tutafafanua mchana wa leo na njoo wa mwisho. Jamaa ni fasi ambapo tunapata maadibisho ya msingi. Yaani ni fasi kwa tunaadibishwa vizuri sana. Kawa yeye ukomela mjamaa basi umepoteza mingi sana. Na pale mfano utakamata ni Timotheo wa kwanza 5:8. Amena. Na niwaambia leo tutaongelea pointi 4. Na pili ambayo tutaongelea ni pointi ya pili, kwa nini somo hili? Akose mkikumbuka kule mbele walezea historia ya mama mmoja hivi. Mwana kumbuka? Ya kwanza yenye yule mama hakutimizaka sa vile jukumu ya mzazi kwa mtoto. Ya kwanza awaka anamadibisha. Njoo cha mtoto anapotea, juu mama d'abord alikuwa kama adibishe. Na pale ya kwanza niliacha tunachagua somo ili kuwakumbusha wazazi majukumu yao kwetu sisi watoto. Amena. Naambia tu jukumu mbili ambazo ni za maana maisha zenye kila mzazi anapaswa timiza. Jukumu ya kwanza, jukumu ya kanisa au jukumu ya kwa mtoto kanisa. Ndio jukumu ile ya kila mzazi au priorite ya kila mzazi. Donc kana wewe mtoka wewe kanisa, tangu lonzo mbebe na Mungu atakufurahia. Na jukumu ya pili ni elimu. Donc kila mzazi iko na droit ya kubeba mtoto kwa masomo na Mungu atafurahi sana. Na nyingine ya pili yenye liacha tunachagua somo kutushauria kuwa na muda na sisi watoto nyumbani. Kutushauria safdiri kuadibisha. Kuadibisha ni amana sana maisha. Juu kuna vingine vitu venye sisi wenyewe hatuwezi bila maadibisho. Juu kwa sababu mtu na mtu anatafuta ingia njia fulani ya mbaya, wanamwambia nje na mbaya fuata hivi. Anasema kule mbele njoo asemaka mtu c'est vrai amesaidia bia mingi. Amena. Kuwa na muda na sisi watoto nyumbani. Kwa mfano papa moya aenda 6h ukazi. Anaenda 16h arudia kunyumba, anakula, anaenda mshambele ku TikTok, kisha tena usiku nakula, analala. Baada sinzie tena TikTok. Eske imagine tu ule mzazi sangapi atapata wakati ya kuongea na mtoto wake? Sangapi? Kwa japo kuongea naye ni mzuri. Juu kuongea naye kwa mfano mtoto anakuambia papa kwa nilipita bali niambia hivi na hivi. Kisha mzazi anasema hii ni mbaya 5 na hivi. Na pale mtoto atasikia inamsaidia. Asa kama mzazi au kuwa na muda na mtoto, nini tafikia mtoto kule mbele kama haukuwa naye na muda?
Ya kwanza tafikia mtoto atakuwa mpoli. Kama kuna muda atakuwa mpoli. Kwa mfano mtoto anaenda kwa masomo, kule kwa masomo anaona watu bako chambana ya mpoli, na anasema na mimi watu ndakuwa nafaa hivi na mimi. Sha wewe para pale umshaurie, unamwacha asema abake pale uni mtoto tukimshauria leo anaweza haribika. Tumasi pale angoje utakumalaka dunia itamfundishaka. Na nataka kwambia mzazi, ukiachia dunia ndio fundisha mtoto wako. Dunia haifundishani mzuri. Hakuna. Dunia tu ikufundisha ni mbatu. Ni fimbo ya kupigwa ya kukufa. Ndio dunia itakufundisha. Na pale si wazazi hatutakiwi kuacha dunia watoto wetu. Na nyingine ya mwisho ambao uliacha tunachagua somo ili kuwakumbusha watoto kutega sikio na kutii wazazi. Pale sita kazi yako sana, kwa mfano moja enda pana, afani papite. Mfano moja enda pana tu. Kwa mfano mzazi anaambia mtoto, leo saiba kwa mfano bako 11. Kisha mzazi anaambia mtoto, leo 16 utaenda msoko, unaenda uza chakula, watu watakula. Mtoto anasema, "Sasa mama ndaenda tu saa na mbili." Kisha mtoto anaona mama ameenda, ngoja aende mbiangu. Mtoto aenda kwa mfano ni garso, anaenda mbalo, ule kwanza balo inaenda 16h, 17h, 18h. Mama anaona mtu haiko, ameenda wapi? Kisha ule mtu anarudia kwa nyumba, anavunjika. Anarudia analumia. Eske natawauliza tu, eske ile mama atakuwa na furaha au? Ndaambia tu dini pare anfurahi, dini pare anezi sirika. Ndaambia dini pare anfurahi juu alikwambia hiki ukatala. Shakuli komenda unalumia, anasema omwe vile hata alumie binamuona. Na dini parents anasirika, anaona mtoto wangu analumia, dawa sina itu kwa krize, dawa ndaitosha wapi? Mama deja anahuzunika. Wajapo akuzunika tu. Basi pale atilia esheke maisha yako. Na nyingine pointi ya 3 ambayo tutazungumzia leo ni nikisema kila mzazi anauliza, tunaweza kuadibisha watoto wetu namna gani, au tutawadibisha watoto wetu namna gani? Ya kwanza ni bapara mingi wake. Ya kwanza ni onyesha mfano kabla kuzungumza na mtoto, au onyesha mfano kabla kusema. Savdir ke mbele useme kwanza, ifo unaonyesha mtoto mfano. Kwa mfano para ambia mtoto, leo ifoto kanisa leo ifo leo tono kumapambazuko masubuhi. Uta mzazi olala mke angali anangoroa mkitanda. Eske sangapi mtoto na atano kanisa? Sangapi? Ujapo uende kumumiza, uende kumpatia force, tena wewe unasinzia. Aye tu mtoto atenda kanisa. Aye tu. Na pale nataka kila mzazi tu uko mfano mzuri kwa mtoto wako. Uko mfano mzuri. Tunakuta para mwa wanasema, "Ase mtoto wangu ansikiake tena naambiaka hiki atakifata." Wewe unasema mtoto wako njiko na herere, kumbe ni wewe uko herere. Benye unafanyaka ibya mubaya njoo na mtoto abiache. Aye tu. Haachi kusikia. Juu pale kama unapenda abiache. Ifo unaambia nyone yako. Sile wake, sivutake. Na mimi naona mfano. Sasa wewe unavutaka tangu uanze ubiache. Jumie babako be mamako usifanyake. Ndio maana na mimi naona kwambia ubiache. Pale mtu atasema, ndio mama ananiambia niache hivi, na yeye peke abifanyake. Pale ndakorije na kesho taifanyaka. Na pale mtoto atakomana anajua gisi nikifaa hiki ndakuwa nimekwaza mamangu, juu kwanza hakifanyake. Amena.
Na nitakwambia tu mzazi mweko hapa, tangu leo mbele ushauri mtoto uko na controle gisi wewe kwanza. Uko naona gisi wewe huko. Kwa mfano unatafuta mbele mtoto wako hata pombe, hata bangi. Japo wewe mzazi unavuta bangi, haitu ataacha. Na nitakwambia tu mzazi, kama unaona ungali mubile, uchunge siku ta viachaka, ndio namwambia. Uchunge. Lakini kama ni apre nane, ungoele nane. Ungoele nane ju ukibiacha Jonas atabiacha. Amena. Na pale tunavuka kumfano ya Yosefu. Na pale tangalia wa Korinto wa kwanza 11:1. Pale ni mfano wa Yosefu. Yosefu babake Yakobo alikuwa anamshauria mashauri yenye yeye anafanyaka. Akamwambia mtoto wangu tuna kanisa, naye anaenda juu babake Yakobo alikuwa anaifanyaka na sifa zikamrudilia Mungu. Amena. Na pa utangalia yengine inasaidia wazazi kuadibisha watoto. Ya pili ni kwa kuwatuma kanisani na kuwafundisha maneno ya Mungu. Amena. Pale tu niko na mfano enda pana. Kwa mfano huko umko mzazi mwenye anafahamu diza. Hakuna siku moja yenye amfaa wake achenda hata mwekodime. Na ile nyerere kubwa. Kama wewe ndako kukanisa bakubwa, ukamwambia na wewe hii si zere, ulamuke na wewe ndo kanisa. Juu Mungu njoo mbele kwanza. Mbele ya vyote vyote tunatia Mungu. Juu bila Mungu hatuwezi kitu. Na pale tutapita kwa 3 ambao natusaidia kuadibisha watoto. Kwa kuwaonya na kuwakemea sana na kuwapa malipizi wanapokuwa ndani ya makosa. Kwa kuwaonya na kuwakemea sana. Hapa tunasema tu kadogo tu. Juu tulaprendre ke unawapara mingi tena abagemi yake mtoto. Juu bansemaka sa muti ngala kidogo njoma na nyorosha kayo. Hapana se iko male ndocha utanyorosha bila bikwaki. Na pale lifo kumkemea. Juu kimkemea atakufa gisi Biblia inatuambia ukimpiga njoo kumkemea ile sasa au unamtombokea hata kufa. Juu kwa mfano mtoto anaiba, tukamata mtoto wa Deza, unakuta nyama zilikuwa 5, umeenda kukuta zinabakia 2, alikula 3. Chao wewe mama anakuambia mtoto wako ameiba nyama 3 na sasa amezikula, tumeona tu masupu ukinywa atoe kama alitosha wapi. Chao mama anasema habakile kule binamuona dunia tamfundishaka. Pale mzazi utenda huko unatia mle mtoto amo kitu akitamsaidiaka umaisha. Na kule mbele utenda regrete. Ase Mungu hayetu mobile bana tuambia sema mtoto ni baraka. Cha hayetu mfano wangu anakuwa laana. Kijapo uwe peke njoo mfala laana bila kujua hata. Njoo mtaka kwambia tu mzazi uanze ujikorije. Kama unafanya bile uanze tangu leo uanze ubiache. Juu Mungu hayuko na furahi. Na ngine ya mwisho ambayo inamsaidia kuadibisha watoto, kuwatuma shuleni ili wapate elimu. Tuikumbuka walikuwa siku ya 3 mwalimu alianza Mwalimu Filipe atuambiaka wazazi, aliambia wazazi aseme nani mnafurahi mtoto akue maskini, hakuna malisema. Nani kauliza nani mnafurahi mtoto akue maibobo, hakuna malisema. Sawa sema tu nani mnafurahi mtoto akue gouverneur, pamoja bakafaa hivi, bengine nabo tu bakafaa hivi. Ndio maana elimu ni maana sana maisha ya mtu, ni maana sana. Elimu inazida mtu bia mingi. Kwa mfano wewe unapenda mtoto akue député, akue ministre, beba ku primaire, beba ku secondaire, beba ku université. Chakule mbele maisha itamtikaka na anakuwa boss, na kule mbele mzazi
utakuwa umefanya kitu cha maana. Amena. Na ingine pointi ya mwisho ambayo tutaongelea mchana wa leo, ya mwisho ni baraka zipi ambazo mtoto analeta ndani ya jamaa na inji, au faida gani yenye mtoto analeta mjamaa yake na inji yake. Ya kwanza nilipata yenye mtoto analeta mjamaa yake, analeta furaha. Pale utakamata mfano ya Yosefu. Maisha huko vitu venye si Bakristo atozifanya. Tuone mfano ya Yosefu. Yosefu wa ndugu yake balimuzishaka, bakamfanyia vitu venye haiwezekane. Kule mbele ndasaidia. Imagine roho gani mtu akujambe, akujishe. Donc afanye vitu venye hata haiwezekane. Kisha kule mbele wende msaidia. Raha gani mtu anazipata? Au faida gani ya mtu anazipata? Na pale tunavuka tuenda kufaida ya pili. Ya pili ni anakuwa mfano nzuri kwa jamaa na inji. Kwa mfano tukamate mfano ya kumasomo na kanisa. Tuanzie kumasomo. Unaona mklase moja saleve haiko. Unaona lendi eleve haiko. Mardi haiko, mercredi haiko. Bansema huyu ameenda mara feto namtafuta tu huyu. Juu ni wa maana kusie. Bamtafuta jeudi na kuya. Twende na mkanisa namo. Mkanisa ona mkoral senye mwimbaji moja haiko. Kwa mfano banfa repe lundi, mercredi, samedi. Unaona lundi hakuye. Mercredi hakuye, asema huyu feto namtafuta huyu. Shabana mtafuta, banampata anarudia. Kani mwingine agenda tu, basema haende kule, apotele kule, abakilie kule. Saa iko tu. Ram korala ikwake, abakilie kule. Na mmoja hata kumtafuta, hata mtafutaka. Kujapo pale tutakuwa tumeharibisha deja reputation yetu ndani ya jamaa na inchi yetu pamoja. Na pale tutakamata tena mfano ya Yesu. Yesu alikuwa mfano nzuri kwa sisi wa Kristo. Na pale utangalia tena Wakorintho wa kwanza 1:11. Na ingine yengine yamsaidia ili yengine yenye faida kusie batoto ya mzuri sana ni analeta mafanikio kwa jamaa, au analeta makuta. Donc kwa mfano ona para aenda mkazi, anarudiana saki moja ya mchele, mama aenda uzisha, anarudiana na 100,000 francs. Vile na vile pale wewe mtoto njoo umefanya kile kitu cha mzuri, na pale Mungu atafurahi. Anasema huyu mtu c'est vrai amenishimisha, na mimi elfomina leo, na mimi elfomina mheshimisha, juna amenishimisha. Amena. Napata angalia mfano ya ndani ya Zaburi 33 mstari wake wa 12. Pale ndio bantuambia juu ya mafanikio. Pale unapasomata kunyumba utasoma na utaelewa. Amena. Na ingine ya mwisho ambao ni faida ambayo mtu analeta mfamilia yake ni analeta umoja ndani ya jamaa.